Bwana, ripoti za Don TV leo ni kutoka makao makuu ya Young African, na wazee wamezungumza na waandishi wa habari kujulisha kwamba hawataleta timu uwanjani mpaka mamlaka ziweze kutoa tamko rasmi. Kwa maana ripoti cha kwanza wamedai uchunguzi, lakini pia wamesema hawatende haki na mamlaka za juu, na haya ndio maelezo, kwa maana maneno ambayo wamezungumza na waandishi wa habari na kuonyesha msimamo wao kwamba hawataki kabisa timu iweze kucheza. Lakini wameongeza cha zaidi kwamba kiongozi yote ambaye ataleta timu uwanjani, basi yeye atakuwa kwanza kuagana nao, kwa maana ataondoka ndani ya Yanga, na hili wamesema hawana masihala. Endelea kuenjoy, na hii ni Don TV. Ushakwenda jela, haitakuwa mara kwanza. Yanga wewe. Kuna swali lielekezwa kwangu, lakini pia nikutoe wasiwasi kwamba hoja za Yanga sio hizo tu. Yanga wametoa hoja nyingi kwenye barua yao ya tarehe 9. Kwa kama zitatekelezwa, sisi tunacheza mpira, hatuna tatizo. Ameniuliza, mmekwenda kasi, mmerudi kasi, Yanga wamefanya nini kwenda TFF wapi? Ni hivi, baada ya Yanga kesi yetu kule kasi kurudishwa kwamba tuanzie kwenye mamlaka za nyumbani, Yanga walitoa taarifa kwamba hatutakata tena rufaa. Na tulifanya hivyo baada ya kuona kwamba barua yetu ya kwanza tulieleza kwamba hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Huu ndio ukweli. Na rais wa shirikisho alipotoka nje kurudi Tanzania, kwa sababu tarehe 8 alikuwa hayupo. Aliporudi, badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kukaa pamoja kujua tatizo nini, akawa na upande, akaanza kutoa matusi, lugha chafu na kejeli kwetu, kwa kututaka tukacheze sinema, tuache mpira. Kwa tukaona kwamba hatuwezi kukata rufaa kwenye chombo ambacho tayari washaamua kwa na upande. Viongozi wakasema hatuwezi kukata rufaa na hatuchezi mechi. Ukawa ni msomo wa klabu, hatukati rufaa na hatuchezi mechi mpaka maelezo yetu ama madai yetu ya tarehe 9 yatimizwe. Sasa kwa sababu hatukwenda, tumetoka kasi, tukamwambia turudi kwenye mamlaka za nyumbani. Mamlaka za nyumbani ndio hizi zishaamua kwa na upande wao. Tukaona hakuna sababu ya kukata rufaa. Kama watendaji wakatoa taarifa kwa umma na wote mmeisoma kwamba hatukati rufaa na hatutacheza mechi. Kwa rufaa hatukukata na hatutakata. Sababu wetu wanayo. Barua ya tarehe 9 wanayo. Nini Yanga wanachokitaka? Wanacho. Wakitekeleza siku acheze mpira. Vinginevyo hiki ambacho umemuuliza mzee hapo kwamba je, baada ya tarehe 15 hizi nyingine mtacheza, ni kuhakikishieni tarehe 15 ndio itakayotoa muongozo wa tarehe 18. Sikize vizuri hapo. Tarehe 15 ndio itakayotoa mwelekeo wa tarehe 18. Kwa nini nasema hivyo? Ikitokea tarehe 15 wameingia pale uwanjani bodi ya ligi, hao wenzetu marefari wakasema Yanga ananyang'anywa pointi 15, ligi imeishia hapo. Ligi imeishia hapo. Nisikize vizuri. Kauli yetu kama Yanga, hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Sasa ikitokea tarehe 15, ndio maana nimesema hapa, hatutanyang'anywa pointi yoyote ambayo tumepata kwenye jasho uwanjani. Ikitokea tarehe 15 wameingia na marefari wao pale, wameingia na makamisa wao pale, kila kitu kimekamilika, Yanga hatupo, wakasema Yanga ananyang'anywa pointi zake, Simba anapewa pointi 3, Yanga anafika pointi 15, ligi ya nchi hii imeishia hapo. Nini tutafanya? Nini kitaendelea? Tutaitana hapa. Nini kitaendelea? Tutaitana hapa, tutajuana hapa baada ya 15. Ndio maana tumesema hainyang'anywi pointi yetu hata moja. Na wakitaka wafanye hivyo, wakitaka waone, wafanye hivyo tarehe 15.